Halo, karibu katika Life Wisdom series yangu, na huwa nafurahi sana ninapoona unavyonifuatilia, unavyotoa komenti juu ya masomo haya ambayo nimekuwa nikiyafundisha kupitia mafunzo ya sauti. Na leo ni siku mpya, siku nzuri sana ambayo leo nitaenda kufundisha juu ya somo bora, somo zuri kabisa ambalo linaweza kubadili mtazamo maisha yako. Somo hili linahusika kwamba ni vitu gani ambavyo vinaweza kujengea hamasa ya kufanya kitu na ukafikia malengo. Kumbuka ya kwamba hamasa ndio kitu pekee ambacho kinaweza kikakusaidia wewe kuweza kufanya jambo lolote ambalo unalifanya, kwa sababu usipokuwa nayo hauwezi kufanya chochote. Hamasa ni ile nguvu ya ndani ambayo inakusukuma kufanya jambo pasipo kulazimishwa na mtu. Yaani unaamka mwenyewe, una kiu ya kufanya. Hiyo tunasema hamasa. Sasa wataalamu wanasema kwamba kama ukijua kinachohamasisha watu, basi itakuwa rahisi sana kuweza kuamudu na kuongoza, kwa sababu utakigundua na kuweza kuwafanyia ili wahamasike kufanya kazi. Na wengine wakasema kwamba hamasa na nguvu ya kufanya jambo ni vitu ambavyo viko pamoja, vimefungamana. Kwa maana nyingine kwamba hauwezi ukatenganisha nguvu na hamasa. Maana yake nguvu iko ndani ya hamasa. Mtu mwenye hamasa basi na nguvu ya kufanya, na utagundua kwamba mtu binafsi anahitaji hamasa kufanya jambo, lakini waajiri wenyewe pia wanahitaji watu ambao wana hamasa ya kufanya jambo ambalo wanajitondua, kwamba hata viongozi, mameneja wao wanataka wafanyakazi ambao wanahamasika kufanya jambo. Sasa kuna mambo kadhaa ambayo unaweza ukatumia kujenga hamasa katika kazi unayoifanya. Jambo la kwanza ambalo kuwa nalo ni kuwa na tumaini katika jambo unalofanya. Tumaini ni sawa na imani. Imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana, yani kitu hakionekani lakini unaimani kwamba kitatokea. Kwa unapokuwa una matumaini ya kuweza kufanikiwa kwenye jambo unalofanya, maana yake ni kwamba unakuwa na ile nguvu ya ndani, nasema kwamba delivery force ambayo inakuwa kusukuma kufanya jambo bila kuchoka, bila kukata tamaa. Kwa hiyo unatakiwa kuwa na kuwa na matumaini. Usipokuwa na matumaini juu ya jambo unalofanya, maana yake ni kwamba utakuwa unakosa nguvu ya kuendelea. Mara baada utakapokuwa umekutana na changamoto ndogo tu itakurudisha nyuma, kwa sababu ndani yako hakuna tumaini juu ya eneo unalofanya. Ni tumaini pekee ambalo inaweza likakusaidia kuweza kusonga mbele. Wafuatilie watu wote, hata wewe mwenyewe. Kuna muda mwingine unakuta kwa upande wa masuala ya dini, unakuta unapokuwa sali, unapokuwa naomba, sasa yale matumaini ya kwamba Mungu yupo na siku ya mwisho atakuja, maana yake kile kitu kinakusukuma kuendelea kuomba na kuamini. Na bahati nzuri sasa, kadiri unapokuwa unaamini, mambo mengine wewe tunayaomba na huwa yanatokea katika ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo kuwa na matumaini ya hilo eneo ambalo unafanyia kazi. Kama unatamani, kama malengo yako ni kuwa mfanyabiashara mkubwa, kuwa na matumaini utakuwa mfanyabiashara mkubwa. Kama malengo yako ni kuwa mwandishi wa vitabu, kuwa na matumaini hayo. Kama malengo yako ni kumiliki kampuni, kiwanda, au kuwa mkulima mkubwa, mfugaji mkubwa, kuwa na matumaini itatokea. Kumbuka, matumaini pekee ndio yatakao kusaidia wewe kuweza kuvifanya vitu vionekane katika ulimwengu wa mwili. Yaani vitu vyote ambavyo unaviwaza wewe tayari Mungu alishavikamilisha katika ulimwengu wa roho, na baadaye anataka uje uvidhihirishe katika ulimwengu wa mwili. Kwa matumaini pekee ndio yataumba kitu na kiweza kufanikiwa. Kama utasoma matumaini, basi ujue kwamba hata hamasa hauwezi kuwa nayo ndani ya kazi yako. Lakini kitu kingine cha pili ni una malengo gani? Vision ulionayo ndani ya maisha yako ni ipi? Kwa sababu tunaamini ya kwamba ukubwa wa vision yako au maono yako ndio utadetermine maumivu na mateso utakayopitia, lakini huo ndio utadetermine ukubwa wa mafanikio utakayotokea mbele. Kwa hiyo malengo yako au maono yako pekee yanaweza vile vile yakakupa motisha ndani ya kuweza kufanya. Bwana, unatamani kuwa rais wa nchi, lazima uwe na ile motisha ndani kufanya. Una kiu ya kufanya, lakini unatamani kuwa mwanasiasa mkubwa sana Tanzania. Tunategemea kuna vitu ndani vitakuwa vinakusukuma kufanya zaidi. Kumbuka, kama utakuwa na malengo madogo, basi hata motisha yenyewe nayo itakuwa ndogo, kwa sababu hauwezi kuwa na lengo dogo alafu kana motisha kubwa sawa na mtu ambaye ana malengo makubwa. Hapana. Kwa hiyo malengo yatakuamulia ni motisha gani, au kama motivation gani ya kuendelea kufanya kazi kila siku. Lakini jambo lingine la tatu ni watu wanaokuzunguka. Je, umezungukwa na watu wa namna gani? Kumbuka kwamba kama utakuwa unafanya jambo na umeambatana na watu wasio sahihi, hauwezi kufanikiwa. Duniani kuna watu wa aina mbili. Kuna watu ambao ni sahihi kwako. Ni watu ambao ni
sahihi kwako. Lakini kuna watu ambao ni wazuri ila sio sahihi kwako. Kuna watu ni marafiki zako, umekuwa pamoja, umesoma pamoja, ni watu ambao kila jambo mnasaidiana, lakini ukija kufikiria kuondoka kwenye malengo ulionayo sio sahihi kwako. Kwa hiyo hata kama ni rafiki yako ni mzuri, lakini sasa hakikisha kwamba umeweka mipaka, asiingilie mambo unayoyafanya. Yani asifanye wewe ukate tamaa kwa kile unachokifanya. Maana kuna watu wanataka maana yake wewe utekeleze kile ambacho wanakiamini wao. Na kumbuka, kadri unatekeleza wanachokiamini wao, maana yake unaanza kutumikia maono yao. Kwa hiyo hakikisha umetafuta watu ambao ni sahihi kwako, watu watakao kupa hamasa, watakao kuambia kwamba unaweza, wewe ni genius, wewe unaweza kuwa mwanafunzi bora, wewe unaweza ukawa mwanasiasa mkubwa sana, wewe unaweza kuwa public speaker mkubwa sana, wewe unaweza ukawa mfanya biashara mkubwa sana, wewe unaweza kuwa mwimbaji mkubwa, msanii mkubwa, fundi mkubwa. Kwa hiyo kama utapata watu wanamna hiyo katika eneo lako, maana ni kwamba amini kwamba utapata nguvu ya ndani ya kuendelea kufanya kazi. Lakini kama utapata watu kinyume chake na hao, maana ni kwamba sasa utaanza kukata tamaa, kwa sababu ataanza kuua uwezo wako wa ndani kwa vile vitu ambavyo wanakufanyia na ukakata tamaa. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kikaua, ambacho unaweza kutumia kujenga hamasa au motivation inafanya ni mazingira unayoishi. Kuna baadhi ya mazingira ambayo huwa hayaruhusu kabisa. Ndio maana kama utakumbuka, hata Mungu mwenyewe alimwambia Ibrahim, toka nenda nchi ya mbali. Kwa maana ya kwamba Mungu anapotaka kukubariki, kuna muda mwingine huwa anakutoa mahali ulipo, anakupeleka eneo lingine ambao atakuweka, ambao linafaa kulingana na maono yako, na ataanza kuweka hamasa ndani yako na kuanza kuwainua watu watakao kushika mkono. Kwa hiyo unatakiwa kuangalia mazingira yanafaa au yafai. Kama mazingira yafai, toka, kwa sababu mazingira yanaweza kukuathiri pakubwa sana usipofanikiwa. Kwa sababu ukweli ni kwamba wewe mwanadamu, mazingira hauwezi kubadilisha kama bali kinachotakiwa, mazingira yana power kubwa ya kubadilisha wewe. Kwa hiyo toka kwenye mazingira, utafute mazingira ambao ni sahihi, na hapo utaweza kupata mwamko wa ndani wa kufanya jambo. Lakini kitu kingine ni maneno unaotamka. Kuna maneno ambayo unatamka yanaweza kukupa hamasa kwa 100%. Kama una yale maneno ya kutamka kwamba mimi naweza, mimi nina uwezo, nitafika mbali, mimi nitakuja kuwa mtu mkubwa, nitakuja kuwa bilionea, nitakuja kuwa mwandishi mkubwa wa vitabu, nitakuja kuwa mwanasheria, nitakuja kuwa daktari. Kadri unavyokuwa unajitamkia, maana yake unajenga hamasa ndani. Kumbuka, kutamka maneno ni sawa na kuumba katika ulimwengu wa roho, kwa sababu kumbuka, neno linaomba, na Biblia inasema kwamba kuna wakati Mungu alianza kuumba vitu kwa kutamka maneno. Kwa jitamkia maneno ambayo ni positive kwa ajili ya maisha yako baadaye, ili kwamba uendelee kujenga hamasa ndani yako. Sijajua wewe unafanya kazi gani na ni changamoto gani ambazo unazipitia, ili uweze kutumia hizi mbinu kujenga hamasa. Aidha ubadili mazingira unayoishi, lakini vile vile uwe na malengo, na vile vile uwe na tumaini, na ubadili maneno ya kujitamkia, uanze kutamka maneno ambayo ni positive, ili kujenga hamasa katika eneo unalofanya. Na ili ujifunze zaidi masomo haya, unaweza kutafuta kitabu changu ambacho kinasema kwamba nguvu ya mtazamo wako, utajifunza zaidi. Na kitu kingine ambacho nakuomba kutoka kwako ni kwamba naomba hiyo usubscribe, naomba ushare na kwa watu wengine waweze kufaidika juu ya masomo haya ambayo nimekuwa nikiyafundisha kila siku na kuwasaidia Watanzania na watu wengine wote duniani. See you at next level.